Leo hii mapema tarehe 23 Aprili 2025, sakata la mabinti wanachuo lililotumiwa kumdhalilisha mwenzao limechukua sura mpya baada ya serikali kuagiza mtu ambaye ametajwa kwa jina la Mwijaku ahojiwe na polisi. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Maendeleo na Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Doris Gwajima, ambaye amesema mtu aliyetajwa kwa jina la Mwijaku ambaye kwenye video ambao zinasambaa kipande chake kwenye mitandao ya kijamii ahojiwe na jeshi la polisi. Katika video hiyo iliyoanza kusambaa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka Aprili 20, inaonekana msichana ambaye jina lake bado halijatambulika akidhalilishwa na kupigwa na wahusika wanaodaiwa ni wanafunzi wa chuo cha UDSM cha Dar es Salaam, huku akimtaja mhusika kwa jina moja la Mwijaku. Taarifa hiyo UDSM na chuo kikuu cha Ares wamekwisha kuitolea taarifa ya kulani hicho kitendo. Leo Jumatano Aprili 23, Waziri Gwajima ametolea taarifa kwa umma kuhusu sakata hilo, huku akisema Mwijaku aliyetajwa kwenye video ya mgogoro wa mabinti hao naye ahojiwe kwa mujibu wa sheria. Na nukuu alichokizungumza Dr. Doris Gwajima, anasema jeshi letu la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake wa kisheria kuhusu kuwahoji wahusika wa tukio hilo. Kwa upande mwingine, jamii nayo imeendelea kuhoji mbona aliyetajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi. Ndugu wananchi, napenda kuhakikishia kuwa Mwijaku aliyotajwa kwenye video ya mgogoro wa mabinti yao naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria. Baada ya hapo, wizara yangu itaona nini ifanye kuhusu mustakabali mzima wa maadili ya jamii, nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wote wenye nafasi zenye kuchochea kesi ya athari chanya au hasi kwenye maadili ya jamii, amesema Waziri Gwajima, ambaye ametolewa ufafanuzi kuhusiana na video ya Mwijaku, video ya mabinti wa chuo ambayo imetrendi kwenye hichi kipindi hii wiki hapa, ambayo kwenye hiyo video kuna kipande ambacho mabinti walimtaja Mwijaku, ikiwa na maana kwamba Mwijaku ndo inaweza ikawa ndo sababu ya wale mabinti kudhalilishana na kupigana, na picha zao zikasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Una maoni gani kupitia Bongo Plus TV? Angusha maoni yako hapo. Mimi naitwa Rizki Bwana Ripo the Creator. Usisahau kusubscribe na kulike.